Kila ninapojaribu kudandia mtumbwi wa hatuchezi ngo, nafsi inanisuta mimi kama mwana sports, mimi kama mwana michezo. Wakati tunailaumu bodi ya ligi pamoja na TFF juu ya yale ambayo wanayatenda kunako ligi yetu na kudai kuwa Simba ndio mnufaikaji mkubwa wa hili janga la marefali, kwamba anatafutiwa matokeo na marefali, lakini wakati huo tunasahau ya kuwa gusa achia twende kwenye timu tulizozidhamini na zitupe magoli pamoja na pointi, wao walipita mlango wa nyuma na wakaja na ubaya ubwela. Na hii ni baada ya matukio ambayo yalionekana kutendewa klabu ya Simba, lakini bodi ya ligi pamoja na TFF hiyo ambayo tunailaumu sisi haikumnufaisha Simba Sports kwa aina yoyote. Leo nimekaa kwa umakini, nimereview mechi ya Simba dhidi ya Young Africans. Mechi ambayo Young Africans tulishinda ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Simba. Kulikuwa na matukio mengi, penalty takriban 3 ambazo walizipata Simba Sports lakini hawakupewa hata moja. Tutakwenda kutazamia tukio moja baada ya jingine. Kama ni mshabiki wa timu, pita hii video. Ila kama ni mpenzi wa mpira wa Tanzania na unataka tuokoke huko tulipokuwa, turudi kwenye ile misingi ambayo tulizoea labda na ikabadilika ili iwe bora zaidi, tukutane hapa. Kwa hilo tukio la kwanza tunamuona alikuwa ni Kevin Kijili ndani ya boksi, ananyanyuliwa meno pamoja na Shadrack Boka. Kiwalisia kabisa haikuwa ina kupepesa macho. Alipokuwa kasimama Ramazani Kayoko ni alitizama kabisa ni clear foul ndani ya boksi. Nini maana yake? Ilipaswa kuwa penalty, lakini ilitufeva kwetu sisi. Bodi ya ligi hiyo pamoja na TFF ndio walisimamia mchezo huu. Hiyo ikiwa ni ya kwanza. Twende tukatizame ya pili. Huyu ni Kibu Dennis pia Prosper zidi ya Dickson Job ndani ya boksi. Haya ni mazambi ambayo yalitakiwa zaili shaili kuwa penalti kwa sababu yametokea ni ndani ya eneo la hatari, ni ndani ya 18. Lakini nani ambaye alikuwa anasimamia mchezo huu? Ni bodi ya ligi pamoja na TFF wao ambao bado tunawasukumia lawama na kuona kwamba hawatendi haki kwetu sisi. Twende tukatizame ya tatu. Huyu alikuwa ni nani? Ibrahim Abdurabaka. Tunamuita beki kisiki. Anakwenda kucheza zaili. Hakugusa mpira, ni anafanya sliding tackling, anamgusa nani? Kibu Dennis Prosper ambaye alionekana kuwa mwiba mchungu sana kwenye hiyo mechi. Hakutoa hata faulo, hazikutoka kadi. Lakini sasa twende tukatizame hii. Faulo, lakini hizi zote hazikupulizwa faulo wala haikutolewa kadi ya aina yoyote. Hapa ndipo nahitaji kukuambia